Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatatu, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Na tafakari yetu tunaipata kutoka katika Injili ile ya Mathayo, sura ile ya 21, kuanzia aya ya 23 hadi ya 27. Nitaisoma. Siku ile Yesu alipokwisha kuingia hekaluni, wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakamwendea alipokuwa akifundisha, wakasema, ni kwa amri gani unatenda mambo hayo? Naye ni nani aliyekupa amri hii? Yesu akajibu akawaambia, nami nitawauliza neno moja, ambalo mkinijibu nami nitawaambia ni kwa amri gani ninatenda haya. Ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakahojiana wao kwa wao, wakisema, tukisema ulitoka mbinguni, atatuambia, mbona basi hamkumwamini? Na tukisema ulitoka kwa wanadamu, twaogopa mkutano, maana watu wote wamuona Yohana kuwa ni nabii. Wakamjibu Yesu wakasema, hatujui. Naye akawaambia, wala mimi siwaambii ninyi ni kwa amri gani natenda haya. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunamwona Yesu Kristo amekwenda hekaluni, na hekalu lilikuwa Yerusalemu, na hekalu lilikuwa linatumika kwa ajili ya sadaka za upatanisho, ambapo wana wa Israeli walikuwa wanakwenda kule hekaluni, na pia kwa ajili ya sadaka za Pasaka na Pentekoste na sherehe nyingine. Hekaluni walikuwepo makuhani na wale wazee. Hekalu pia lilitumika kuweza kufundisha neno la Mwenyezi Mungu, na mara nyingi sana Yesu Kristo alikwenda kule hekaluni, akawakuta siku nyingine wanafanya biashara. Aliamua kuandaa kikotoo, akawapiga wote, akawatoa, akasema, imeandikwa, nyumba ya Baba yangu haitakuwa sehemu ya biashara. Akawatoa wote, nao walikuwa wamekaa kimya. Sasa wanakuja kumuuliza leo, wanamwambia maswali haya, je, ni kwa amri gani unatenda haya, na kwa mamlaka gani? Nani aliyekupatia mamlaka ya kuja kuyatenda haya ndani ya ile hekalu? Na Yesu Kristo kwa hekima, akiwa anaongozwa na Roho Bwana, hakuenda haraka kuweza kuwajibu lile waliokuwa wanalihitaji. Na hilo ndio fundisho kubwa sana katika safari ya maisha. Angezungumza mamlaka iliyompelekea kuweza kufanya hayo yote, angezungumza amri iliyompelekea kuweza kufanya hayo yote, wangeweza kumuua kabla neno la Mwenyezi Mungu halijaenea, yaani aweze kufa kile kifo ambacho Mwenyezi Mungu alikuwa amekusudia afe, kifo cha msalabani. Manake wangempiga kwa mawe pale pale hekaluni. Katika safari yako ya maisha, maadui hawatakosekana ambao watakupinga katika kazi yako yote unayoifanya. Watakupinga kwa maneno, watakuja kwa maswali ya mtego. Mwenyezi Mungu akupatie neno la hekima na busara, ujue kila kitu kinakwenda kwa wakati wake, yaani uweze kuwa na subira. Si kila kitu, si kila hoja ambayo imekuja mbele yako lazima uweze kuijibu. Kuna nyingine lazima ukae kimya. Kila kitu kina wakati wake. Yesu Kristo yeye hakuweza kuwajibu hayo, lakini kwa nguvu ya Roho Mtakatifu akaamua kuwauliza swali ambalo liliwapeleka wao wenyewe kuweza kujitafakari. Anawachukua, anawapeleka hadi kipindi cha Yohana Mbatizaji, ambaye alikuwa amebatiza taifa zima, na watu wote walimwendea kule Yordani kubatizwa. Anawauliza swali hili, ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Na hawa sasa wanaondoka na kwenda kujadiliana, wanahojiana wao kwa wao, na baadaye wakapata majibu. Wakasema, tukisema ulitoka mbinguni, atatuambia, mbona basi hamkumwamini? Na tukisema ulitoka kwa wanadamu, twaogopa mkutano, maana watu wote wamuona Yohana kuwa ni nabii. Tunajifunza kitu gani? La kwanza, walikuwa ni makuhani na wazee wa imani. Jamii nzima ilikuwa inawaheshimu kwa nafasi zao,
lakini kumbe walikuwa ni waongo. Tunaweza kuona viongozi ambao wanaonekana kwamba wana heshima, jamii inawaamini, lakini kumbe ndani mwao wamejaa uongo. Walienda kwa Yohana Mbatizaji kwenda kubatizwa, lakini kumbe ndani mwao hawakuwa tayari kuweza kuziungama dhambi zao, walikuwa ni waongo. Na walipofika pale Yohana Mbatizaji alikuwa anabatiza, walimuona Yesu Kristo akiwa anabatizwa, mbingu zikiwa zimemfungukia na sauti ya Baba ikatoka mbinguni na Roho Bwana akashuka juu yake, Mwenyezi Mungu akisema, huyu ni mwanangu mpendwa niliyopendezwa naye, mumsikie yeye. Waliona tukio hilo, na baadaye wanakuja wanasema kwamba ni kwa amri gani na mamlaka gani imekupelekea hiyo. Walimuona Yesu akiwa anasafisha lile hekalu, akiwa anawapiga, akamwambia, hii ni nyumba ya Baba yangu, haifai kuweza kuwa nyumba ya biashara. Hawakumuuliza maswali kama hayo, lakini leo wanakuja wanasema kwamba watu watasema kwamba kwa nini hatukumwamini, na wanawaogopa watu. Kwa mara ya kwanza viongozi wa kidini kwa sababu ya uongo wanafika hatua kuweza kuwaogopa watu, wanaogopa makutano. Ukishakuwa kiongozi mwongo, huna ukweli ndani mwako, ukiri ndani mwako, utawaogopa makutano, utawaogopa, na muda mwingi utakuwa ukizungumza uongo, utakuwa unajificha mbele ya makutano kwa sababu ni mwongo. Na baadaye wanakuja wanamwambia Yesu kwamba hatujui, na Yesu akawaambia, na mimi siwaambii ni kwa amri gani natenda haya. Je, wewe ni mojawapo ya wale wazee ambao walikuwa wanaujua ukweli na hawataki kuweza kuukiri ukweli, wanabakia katika swala zima la uongo, na mwisho wao ukawa ni mbaya. Na imeandikwa hii kuweza kuwaonya wale wote ambao wanasimama katika nafasi kubwa za uongozi, mpaka umepewa jina, heshima ya uzee, mpaka umepewa cheo kikubwa cha ukuhani, lakini hawawezi kuweza kuishi ukweli, wanaishi ni uongo tu, wanadanganya kwa sababu ya hofu ya makutano. Yesu yeye kwa wakati wake huwa anawaumbua. Mwenyezi Mungu atujalie leo tuweze kuwa watu wa ukweli, tuishi ukweli, na ukweli utatuweka huru mbele za watu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.